Maisha yangu nilioishi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni maisha ambayo yanaishi vijana wengi mnaosoma mahala hapa. Safari hii ama wakati huu mambo yamebadilika kidogo. Wakati wetu mambo yalikuwa ni tofauti kiasi. Namna ya kusafiri kutoka chuoni kwenda nje ya chuo, ninaamini mambo yamebadilika. Mna shuttles, labda daladala zinazofanya kazi katika eneo hili. Wakati wetu zilikuwa ni na muda maalum. Kwa hivyo tukikaa katika vimbwete ama maeneo mengine ya kujiandaa na mitihani na kujisomea mpaka usiku, sio ajabu ukakosa na usafiri wa kurudi Mabibo Hostel. Sisi ndio tulianzisha nyakati hizo Mabibo Hostel. Na mimi nilipata bahati pia vile vile, niliwahi kukaa maeneo ya Rufungira kule Kijitonyama. Na kwa hakika wakati mwingine unaondoka kwa miguu, unaondoka taratibu kutoka kama unaenda Mabibo Hostel unakatisha engineering tokea Ubungo maji. Ubungo imebadilika hivi sasa hivi, unaanza kuitafuta external, baadaye unajikuta umeshafika Mabibo Hostel. Sasa inaweza kuwa umekosa usafiri, lakini mara nyingi unakosa nauli ya kukufikisha mahala kule. Kwa hivyo huyu ambaye miaka 21 iliyopita alipitia katika hatua za namna hiyo, leo ni waziri wa ujenzi na amepata nafasi ya kuja kuzungumza na community ya engineers na wataalamu wengine katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba nchi yetu ni nchi yenye fursa kwa wote. Wewe uliye leo hapa mwanafunzi, miaka 21 ijayo unaweza kuwa waziri wa ujenzi, unaweza kuwa mkurugenzi, unaweza kuwa mkuu wa chuo, unaweza ukawa mtu yeyote yule. Nashukuru sana na niwahakikishie ni mtu wa kawaida kabisa. Huko nilikokusema mara nyingi tu nimekula nauli kwa kula miogo shule ya msingi na kuanza kutembea kwa miguu mpaka nyumbani kwetu Mbagala. Yes, nyumbani kwetu ni Mbagala, na sehemu inaitwa Mbagala kwa Kipati. Kwa hivyo ni mara nyingi tu nimetoka shule ya msingi Muungano nikiwa sina nauli. Wakati huo tuna daladala. Sasa umebaki kujisomea pale tuition na nini, alafu njaa inauma. Pale nje kulikuwa na bwana mmoja anauza miogo pale shuleni kwetu, anaitwa Baya, namkumbuka mpaka hivi leo. Kwa hivyo unaanza kuiangalia ile shilingi 5 ya kupandia daladala, unasema hivi nipande daladala au nile? Kwa hiyo option inakuja, unakwenda kununua miogo, unakula, alafu unaanza mdogo mdogo kutoka shule ya msingi Muungano pita Temeke mwisho, napita Mtoni. Nikishuka Mtoni pale kuna kituo kinaitwa Msikitini, niko Mission, nimeshafika St. Anton, hapo ndio nyumbani kwetu nimefika. Wakati mwingine unafika pale nyumbani unakuta pia vile vile hakuna chakula kilichoandaliwa umekikuta. Kwa hivyo unasubiria kitakachotokea uendelee nacho. Halikadhalika Forodhani shule ya msingi, shule ya sekondari tumeishi hivyo. Pugu ndio mara nyingi sana kutembea kwa miguu kutoka mwisho wa lami, lakini mara nyingine pia tumetembea kwa miguu kutoka Buguruni sababu usafiri ulikuwa mgumu sana. Kutoka Buguruni tunatembea kwa miguu mpaka Pugu sekondari. Unaweza kujua hiyo ni kilometers nyingi sana kwa kusema kweli, na hasa nyakati za weekend, sababu tulikuwa na taratibu tunaita kudrop. Weekend ile mnaondoka, sasa Jumapili unarudi ili Jumatatu kama leo uweze kuhudhuria darasani. Kwa mara nyingi tulikuwa tunapata usafiri, wakati mwingine unaweza kuonaishia Gongo la Mboto mwisho, lakini mara nyingine ni mwisho wa lami, mara nyingine ni ngumu kabisa, mnakosa kabisa. Kwa hivyo wanafunzi mlioko pale mnaanza kujiunga, mnaanza kuondoka mdogo mdogo mpaka mmefika shuleni. Lakini leo nimekuja hapa na nimepewa heshima, ni waziri wa ujenzi wa taifa hili
la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeyasema hayo ni katika kukuelezeni, ninajua kwamba inawezekana wako wengine ambao wamepita hatua ngumu zaidi ya hizo. Wapo kwa vyovyote vile, hata wakisema hapa hatua zao walizozipitia, inawezekana machozi yakatutoka. Lakini nimekupeni moyo wadogo zangu, vijana wenzangu, nimekupeni moyo wanafunzi wenzangu, ya kwamba nataka niwahakikisheni nchi yetu ya Tanzania ni nchi nzuri sana, yenye fursa kwa wote, yenye nafasi kwa kila mmoja. Na kwa hivyo ni wakati wenu ninyi ambao mupo katika kusoma hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, msome kwa makini, msome mkijua na kuwa na matumaini makubwa. Na tena nyakati zenu zinazokuja kule mbele ni nyakati nzuri sana, kwa sababu ni nyakati za maendeleo, maendeleo ambayo yanaonekana wazi. Tumia nguvu kubwa kuyaelezea. Nashukuru sana kwa maelezo ambayo yalitangulia kutolewa na viongozi wetu. Makamu mkuu wa chuo Profesa Rose ameeleza maneno makubwa ambayo yamemaliza kila kitu, lakini vile vile na mkuu wa faculty yetu ya uhandisi Dr. Nape vile vile katika maelezo yake ameeleza kwa kina sana juu ya mchango ambao ninyi wahandisi mnao kwa maendeleo ya taifa letu. Na mimi nimechukua jopo kubwa sana, nimekuja nalo hapa. Baadaye mtakapotuuliza maswali yako nitakayoyajibu mimi, lakini ninaamini mengi sana watashiriki katika kuyatolea ufafanuzi, ili vile profesa amesema ya kwamba mkutano huu uwe na faida kwenu. Ni kweli mimi nimekaa hapa, sikuwahi kupata nafasi hii leo ninyi mnayoipata ya kupata mgeni ambaye anakuja kuzungumza nanyi wa level ya waziri na kubadilishana naye fikra mbalimbali. Mungu awabariki sana, na hiyo ni ufunguo wa mafanikio katika taifa letu, katika maisha yenu. Sasa Wizara ya Ujenzi ina mambo mengi ya kufanya, sera, sheria na kitaratibu. Lakini moja ya jambo kubwa sana ni kwamba Wizara ya Ujenzi ni mlezi wa wahandisi, quantity surveyors, architects. Ndio maana mbele yenu hapo hapa pia vile vile wasajili, kama ambavyo mlivyotambulishwa, yuko msajili wa ma-engineer ametambulishwa hapa, lakini vile vile yuko na msajili wa architects na quantity surveyors. Na kwa hivyo mimi leo ninazungumza na wenzangu ambao mimi kwa mujibu wa sera, sheria za nchi zimenipa nafasi ya kuwa mlezi wenu. Na kwa nini nimekuja kuzungumza nanyi leo? Kwanza, katika speech za viongozi zilizotangulia kusemwa zimethibitisha umuhimu wa wahandisi na future ipo kwenu wahandisi. Maendeleo makubwa ya dunia yametokana na kazi nzuri ya wahandisi, ikiwa ni pamoja na wenzenu kwa maana ya architects, kwa maana ya quantity surveyors, wote. Future ya dunia ipo kwa wanasayansi, na nisingependa nitaje fani za watu wengine kwa sababu yuko hapa profesa alisha declare yeye mwenyewe pale mwanzo kwamba yeye ni ngwini, lakini sisi tunaamini huko kwenye uhandisi ndio wako wabobezi wa hisabati,
watu wenye maarifa makubwa sana, watu wenye uwezo mkubwa sana, watu wenye upana wa fikra wa kutafuta suluhu ya mambo, ndio mmejazana huko. Kwa hivyo sisi tunayo imani kubwa sana ya kwamba changamoto zetu nyingi zitatatuliwa na wahandisi, na wahandisi mnao jukumu hilo la kuhakikisha kuwa zile changamoto nyingi zinazoikabili nchi yetu, zinazoikabili taifa letu, zitapata suluhu kupitia kwenu. Na ninyi wahandisi, wanafunzi, jiwekeni katika nafasi ya kujua kwamba nalo jukumu hilo. Watu wengi mnamfahamu mtu kama Bill Gates. Watu wanasema ni software engineer. Amefanya mambo makubwa sana dunia, yameleta tija kubwa sana, mabadiliko makubwa sana. Wana science kama Elon Musk, tajiri mkubwa, ni mtu wa physics, anafanya mambo makubwa sana, mageuzi makubwa sana ya kidunia. Kwa hivyo na ninyi mkae kiubunifu, mkae tayari, ikiwa mnajua kabisa kwamba nalo jukumu kubwa sana ambalo liko mbele yenu. Mifano ya kazi wahandisi nzuri mnazozifanya ni pamoja na ujenzi wa mabarabara, madaraja, majengo. Na leo nimefurahi sana hapa katika mazungumzo yetu tutakayoyapatia muda mfupi, tutapata taarifa hapa kutoka kwa wataalamu niliokuja nao, na offers zitakuja hapa kwa ajili yenu muweze kuzishiriki. Na niseme kwamba nimekuja hapa na ujumbe wa matamanio ya serikali yetu, lakini ujumbe wa matamanio ya kiongozi wetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais Samia anapenda sana ubunifu. Mimi kama waziri wa ujenzi, na ndio maana leo nimefurahi sana kuzungumza nanyi wahandisi, amewahi kuniuliza na nitakupeni swali aliloniuliza. Anasema, waziri, kila mwaka nchi yetu namna unavyoona tunatumia fedha nyingi sana kwenye ujenzi na marekebisho ya mabarabara, hususan barabara za vijiji. Tunapeleka fedha nyingi sana kwenda kuzipiga greda, tunasafisha. Mvua ikija inaturudisha tena nyuma, na mwaka unaofuata tunatumia tena gharama inawezekana kama ile au ziada. Hilo limekuwa likiendelea. Ile barabara haiwezi kukaa kwa kusema labda miaka mitatu minne ili zile fedha ziweze kwenda kutumika katika mambo mengine. Ananiuliza mimi swali, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba hivi hamuna ubunifu mwingine wowote wa kiteknolojia unaoweza kutuondosha katika kutumia gharama za kila mwaka zenye kujirejea, ili hizo fedha ziweze kwenda kufanya shughuli zingine za maendeleo katika taifa letu? Mwisho wa kumnukuu. Mambo mawili hapa unaweza ukayaona. La kwanza ni call ya kutaka ubunifu, lakini jambo la pili ni kuona anavyoumia na zile fedha za umma zinazotumika repeatedly kila mwaka. Leo nitapose challenge kwenu wahandisi kupitia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanafunzi na vyuo vingine pia vile vile. Natoa hapa donge nono kwa watakaoandika vizuri, wakaleta suluhu ya mambo ya namna hivyo, ili kusudi uweze kuwa
ni chemchem ya fikra chanya za kutatua changamoto zinazokabili nchi yetu. Wahandisi oye! Asanteni sana. Jambo la pili, watu wote sisi tunafahamu hapa linatukabili na wote linawatesa. Tunayo shida kubwa ya foleni. Mimi ninafahamu, wataalamu wangu TANROADS na nani wanafanya mbinu mbalimbali zinazotafuta suluhu ya matatizo kama ya foleni katika majiji yetu Dar es Salaam na kadhalika. Lakini sisi tungefurahi sana kuona kwamba wanafunzi, wahandisi, wabunifu, vijana wa Kitanzania wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingine nchini waweze kushiriki kutuletea maandiko mafupi mazuri yenye kueleweka yatakayoleta suluhu ya matatizo na changamoto za namna hiyo, ili sisi tuweze kuwapongeza kwa kuwapa zawadi nzuri ya kufikirisha fikra na maarifa mlionayo mlioyapata, ili kusudi tuweze kujenga taifa letu. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ya pili ningelipenda kuisema hapa. Na nataka niseme tu kwamba moja kwa moja, katika muda wote nitakaokuwa waziri wa ujenzi, kama mlezi wa wahandisi, kijana au vijana watakaoandika suluhu ya changamoto zinazotukabili, na tukakubaliana katika jopo kwamba vijana hawa anaweza kuwa ni mmoja ama ameungana na wenzake wawili, wakaandika kitu chenye kuleta jawabu ya changamoto. Mimi waziri wa ujenzi nimetenga shilingi milioni 10 kwa vijana watakaoandika vizuri, watatu wale wa mwanzo. Hii milioni 10 ni wale top 3. Kwa hivyo jopo litaigawa ile fedha. Sasa anaweza kuwa ni mtu mmoja ameandika peke yake, lakini anaweza kuwa watu wawili multidisciplinary, mwingine ni civil engineer ameshirikiana na architecture, ama engineer ameshirikiana na quantity surveyor, wameandika, wamekuja na suluhu ya jambo. Sisi tukiridhika kwamba andiko hili ni zuri, mzee, unapata lile donge nono, alafu ukishapata lile donge nono unaamua wewe mwenyewe nini ya kwenda kufanyia hiyo hela. Nafurahi sana ukienda ukaitumia vizuri pia vile vile. Maana mimi sijasahau sana Profesa, nyakati zangu nikiwa hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam zilikuwa ni nyakati nzuri sana, nzuri wakati wa boom likisha matatizo yamerudi pale pale. Lakini niseme nilienjoy sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni katika eneo ambalo siwezi kusahau katika maisha yangu. Maisha niliyoishi yalikuwa ni maisha mazuri, na ninyi ninakuombeni pia vile vile, kabla sijaendelea na hotuba yangu, tumieni muda wenu vizuri hapa chuoni. Someni kwa bidii, ongezeni sana maarifa, lakini get connected. Mimi marafiki zangu wengi nilionao na ndugu wengi nilionao nimewapata hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo usikae peke yako. Ni wakati mzuri sana wa kutengeneza network. Ni wakati mzuri sana wa kutengeneza ndugu, jamaa na marafiki. Na ni wakati mzuri pia wa kufurahia maisha yako hapa kabisa. Najua kuna ups and down. Down ni ile wakati bumu limekatika kabisa. Yule nilosema kwamba unatafuta, wakati nakaa Jitonyama hostel, nilikuwa napita UDASA, huyo unashuka Ardhi University survey. Wakati huo Mlimani City hamna, ni vichaka vikubwa pale. Kwa hivyo unakata pale kanisa la Kakobe, unajua hapa nimeshafika tayari. Maisha yanaendelea. Kwa sababu familia zetu ni za kawaida tu. Mimi Profesa, baba na mamangu ni watu wa kawaida tu, wachuzi. Mamangu yeye kazi yake niliyemkuta nayo na mpaka anafariki hakuwahi kufanya kazi nyingine.
ni muuza vitumbua, maandazi nyumbani anakaanga pale na nini, basi jitahidi sana mwaka mwingine akipata fedha ya kutosha anafanya tu kazi ya mama lishe. Zamani tunaita mama ntilie. Babangu naye ni mchuuzi tu basi. Lakini kwa uzuri wa taifa letu leo unapata nafasi, waziri wa ujenzi unakuja kuwahutubia unaowalea wahandisi vijana. Na ninawaombeni kabisa kwamba hakikisheni vijana sisi tunakuwa ni walinzi wa amani. Mengi mazuri tunayoyafikiria ustawi wa taifa letu tutapaa sana miaka hii inayokuja kwa programu ambazo tunazitekeleza, lakini hayo yote yatafanikiwa endapo tu tutaendelea kudumu katika amani, tutaendelea kudumu katika mshikamano bila ya kubaguana kwa namna yoyote. Kwa hivyo, Profesa, milioni 10 iko mezani kwa ajili ya kusolve na kuleta maandiko ya kuondosha changamoto, na hiyo itakuwa ni kila mwaka, na nitahakikisha kwamba ninazungumza na wenzangu vizuri pale wizarani. Hata kama mimi sitakuwepo, wengine wote watakao kuja, na inawezekana ikaongezeka, na tutaruhusu pia, tutawaruhusu na kuwakaribisha wengine watakao kuwa wamevutiwa na programu ya namna hii waje watuunge mkono. Kwa hivyo milioni 10 inaweza ikaongezeka ikawa ziada. Tunatamani tupate vijana watakao kuja na fikra ya kutusaidia ubunifu hata kule nyumbani kwetu vijijini. Mathalan, kwa mfano vijijini watu tunajenga nyumba zetu kwa kutumia udongo na miti, na mahala pengine tunatumia hata nyasi, makuti na kadhalika. Lakini kwa nini vijana wasije na ubunifu kwa kutumia malighafi zile zile zinazopatikana vijijini mwetu, lakini tukaboresha zaidi kwa bei nafuu, kwa nguvu kazi zinazopatikana kule kule nyumbani, ili watu wakajenga nyumba nzuri na tukaenda kudemonstrate na watu wakaamini na tukafanya vizuri sana na tukabadilisha style ya makazi yetu huko katika vijiji vyetu. Sasa tunataka watu watakaokuja na fikra za namna hiyo, maandiko ya namna hiyo, kisha tuwatunze, na tutawatunza hadharani. Ikiwa ametoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ama chuo kikuu kingine chochote nchini, jana atakayekuwa ameandika vizuri tampa donge nono lake hadharani. Na tunaanza sasa. Yaani hivi kusema maana yake ni kwamba ndio kipyenga kimepulizwa. Ndio kipyenga kimepulizwa na itakuwa ni free and fair kabisa, ili tuweze kuona watu wetu wanajishughulisha kufikiria vizuri. Na hili ni katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimefahamu kwamba hapa karibuni ametoa fedha nyingi sana, bilioni 200. Katika hizo bilioni 200 zinaenda kwa mikupuo kadhaa, zinakwenda kwa vijana, mpaka wapo wa ubunifu wengine walioandikishwa kwenye mambo ya ICTs huko, watakwenda na apps zenye kutatua changamoto. Ni mambo mazuri ambayo yatakwenda kusaidia watu kutafuta suluhu ya changamoto tunazokabiliana nazo. Mimi ninafahamu ya kwamba matamanio yetu ni kuwa na mainjinia na wasomi ambao kila wakilala na kuamka wanawaza namna ya kutatua changamoto na kero zinazoikabili jamii yetu na kubadili maisha ya watu wetu, ya Watanzania. Na niseme hapa, ili la kushirikisha wanafunzi si jambo jipya. Duniani kote limekuwa likifanyika. China
wana kitu kinaitwa Beijing Smart City Project. Tena ni recent, mwaka 2013 mpaka mwaka 2020. Ile Smart City Project ya Beijing, kazi kubwa imefanywa na vijana wasomi, hususan wahandisi. Walishiriki katika kutekeleza mifumo ya usimamizi wa umeme, usafirishaji wa mijini, yani ile intelligent transportation system, na ujenzi wa mitaa yenye teknolojia ya kidijitali, kiboresha huduma kwa wananchi na kuongeza ufanisi wa miji. Kazi hiyo imefanywa na wahandisi vijana ambao ukienda hivi sasa hivi unaikuta ni kazi ya kupigiwa mfano. Naomba nitoe mfano mwingine, ni Vietnam. Kuna Vietnam Rural Roads Project, wahandisi vijana, na ni recent pia vile vile, wala sio miaka mingi, mwaka 2014 mpaka mwaka 2020. Wahandisi vijana walisaidia kuboresha barabara za vijijini, kufanya upanuzi na matengenezo ya mitaa ya vijijini, ikarahisisha namna ya kufika shuleni, hospitalini na hata masokoni, na kuongeza shughuli za kiuchumi kwa jamii za vijijini. Ubunifu huo umefanywa na wahandisi vijana. Lakini kule Canada, Toronto Flood Management and Green Infrastructure Project, hii ni ya mwaka 2015 mwaka 2021. Wahandisi vijana walishiriki katika kutengeneza mifumo ya kudhibiti mafuriko na ujenzi wa majengo endelevu, na nimesikia hapa katika mazungumzo, jambo lililosaidia kupunguza athari za mafuriko na kuimarisha maisha ya wananchi vijijini. Kwa hivyo hiyo kazi yote imefanywa na wahandisi vijana. Sasa changamoto na matarajio yetu ya baadaye, fani ya uhandisi na sayansi kwa ujumla zinabadilika. Nimefurahi sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuona kwamba mmeanzisha mwongozo wa matumizi ya AI, akili mnemba, na technology is going very fast. Ninyi wote ni mashahidi hapa. Technology haitusubiri, iko na kasi ya ajabu kabisa. Kizubaa kidogo tu imekupita, kesho unaamka unakutana na kitu kipya. Na niseme kwamba kila tunapopata nafasi, tunapokwenda duniani huko, mijadala ni mikubwa sana juu ya matumizi ya AI. Hongereni sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na tunawaombea hiyo miongozo ikamilike haraka sana, ili ianze AI kufundishwa na kutumika chuoni, watu waweze kwenda na mawimbi makali sana ya mabadiliko ya teknolojia. Asante sana Profesa na wanafunzi wenzangu wahandisi. AI haikwepeki na hakuna namna unaweza kuikwepa katika dunia ya leo. Tunayo kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafahamu na kujikinga na athari zake hasi. Kwa sababu sisi tuna data zetu, tuna uzoefu wetu. AI utakavyo feed na kuituma itakupeleka hivyo hivyo. Kwa hivyo athari chanya isije ikaja AI na data za Ulaya zikamtaka mhandisi wa hapa nyumbani Tanzania na kumdirect aende nazo hizo. Haiwezekani. Lazima sisi tuwe tayari na data zetu na uzoefu wetu, ili kuicommand AI ifanye sawa na matakwa ya kwetu ya hapa nyumbani. Lazima tukubaliane kwamba AI haijaja kuchukua ajira za watu, hasa wahandisi, lakini imekuja kusaidiana na wahandisi watumie uwezo na maarifa yao kushirikiana na AI.
na kusisitiza sana matumizi ya hizi akili mnemba, na ubunifu mwingi unakuja kutoka huko. Sasa hivi sisi tunakuwa challenged. Hata hizi taa za kuongoza barabarani, watu wanataka Dar es Salaam iwe smart city, tengeneza sensors, leni ikiwa kubwa wakati huu, gari zipite nyingi upande huu, mahala pengine inasimama. Ni mateknolojia tu. Wenzetu huko ukenda unakutana na vitu vya namna hii. Kwa hivyo technology iko mbali na inakwenda kwa kasi sana. Kwa hivyo ni matumaini yetu, na ndio maana tumejitafuta. Nataka ninyi hapa iwe ni chemichemi ya fikra chanya, suluhu ya changamoto katika jamii yetu. Profesa na ndugu zangu wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa, staffs na wanafunzi, mimi nimefurahi sana leo. Ninaahidi kwamba utaratibu huu wa kutembelea vyuo tajaribu tena kwenda na mahala pengine pia katika vyuo vingine nchini, nikipata nafasi na nikialikwa na nikipata nafasi ya kuzungumza na wahandisi ambao mimi ni mlezi wenu. Ninyi ni kundi muhimu sana katika jamii yetu. Maarifa yenu ni makubwa, na ninaomba niwaache na nukuu mbili. Moja kutoka kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere: elimu ni silaha yenye nguvu zaidi inayoweza kubadilisha dunia, lakini lazima itumike kwa faida ya jamii. Maneno hayo yanasema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Daruso, lakini vile vile na wakoet, asanteni sana, na mmevaa suti nzuri. Ile miaka 21 ninayoitabiri kwamba miongoni mwenu nakwenda kuwa viongozi wakubwa, na ninyi mnafanania pia. Mungu awabariki sana. Naomba sasa nikae chini niweze kufanya mazungumzo nanyi yale ambayo kwamba nitakuwa nayo, na nataka niseme tu kwamba wako hapa viongozi watendaji, wako pamoja. Yale ambayo yatanihusu mimi moja kwa moja nitayajibu, na yale ambayo yatahusu wataalamu basi nitaomba ruksa yenu pia vile vile wao watakuwa wana chip in ili kuweza kumalizia mjadala wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki.